Hesabu. Hebu tuhesabie. Ya kwanza, ya pili, hii ya tatu. Mbona unahesabu chini chini? Ndio ya kwanza. Hivi kidogo basi kibabage. Tuonyeshe kwa vidole, mbona hii ya tatu mfululizo. Tuhesabie. Moja. Bwana hongera kibabage. Asante sana. Tuambie ushindi huu kwako wewe una tafsiri gani? Una tafsiri kubwa kwa sababu ni season yangu ya kwanza, alafu nimeingia kwenye timu nusu msimu. Kwa hiyo na taji kama hili kushinda, namshukuru Mungu kwa sababu ni hatua kubwa kwa upande wangu, mafanikio yangu ya football. Kibabage, licha kuingia nusu msimu, lakini tumeona mabadiliko makubwa kwako wewe kama mchezaji, lakini pia timu kiujumla. Mabadiliko haya yanachagizwa na nini? Na imani ni mbinu za mwalimu, aina ufundishaji wake na aina ya wachezaji waliokuwa nao na majukumu jinsi ya utelekezaji. Kwa hiyo na imani ndio maana kabadilisha, kila kitu kimekuwa sawa. Wengi waliamini wakati unasajiliwa Simba, waliamini kwamba viatu ambavyo unakwenda kuvivaa pengine vingekuwa vikubwa. Leo hii umekaa katika nafasi yako vizuri na unacheza vizuri. Unaweza kutoa message namna gani unapokutana na comment za namna hii? Kwamba Kibabage anakwenda kucheza nafasi ambayo viatu ni vikubwa. Mimi siwezi kuzungumzia sana hilo kwa sababu najua football ni mchezo wa wazi, alafu pia football yani ni mchezo ambao sio kila mtu anaweza kuwasaidia hapo, unajua. Kwa hiyo kikubwa kila mtu abaki upande wake. Yule aniamini akae kwenye imani na mimi, yule asikuwa na imani na mimi abaki kule kule ambapo ana imani na mimi. Maisha mengine endelea. Kibabage, ulikuwa msimu wa namna gani? Msimu wa kwanza ndani ya Simba Sports, panda shuka ni nyingi za hapa na pale, lakini umefanikiwa kuwa mabingwa wa CRDB Bank Federation Cup. Wewe unasemaje msimu kwako binafsi kama mchezaji? Namzungumzia kama Kibabage binafsi. Nazungumzia mimi katika movement zangu za msimu. Namshukuru Mungu kwanza kwa sababu ni moja ya ndoto ya kila mchezaji. Anapocheza kila tournament kuhakikisha na kuwa bingwa ni moja ya mafanikio kwake yeye na kujua yupo katika nafasi gani na ni malengo pia. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimeweza kuchukua ile kombe. Alhamdulillah. Ni back to back kama sijakosea? Mara tatu. Hongera brother. Hii sasa hivi unaidedicate kwa nani? Familia yangu. Familia. Ndio. Kibabage, ushaikata tamaa kwenye mpira? Ushaikata tamaa kwenye mpira? Sijawahi. Ikatokea sasa. Yupi kwa mtu ambaye amekata tamaa kwenye maisha, lipi ambalo anaweza kuzungumza naye? Kwa sababu tukizungumzia kwenye mpira huku miongoni mwa timu ambayo imepitia mambo magumu sana, kusema ups and down ni Simba. Kipi ambacho unaweza kuzungumza na yule ambaye alikata tamaa, pengine leo hii Simba imepata mwanga? Kwa mashabiki na yoyote yule ambaye anakusikiliza. Kukata tamaa kwanza ni kosa, hata ni dhambi hata kwa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakupa mitihani ili uweze kuishinda. Kwa hiyo haimaanishi kwamba unapopewa mtihani mgumu alafu unasema sitaweza. Kila mtu na imani Mungu anampa mtihani ambao upo ndani ya uwezo wake, anaweza kufanyaje kuushinda. Na utafute njia solution ambao unaweza kushinda huo mtihani kuweza kuwa bora. Bwana, shukrani kaka. Asante sana. Wapi? Paradi Morogoro hiyo.